Bila shaka katika jukwaa letu hili la siku ya leo, nataka nitoe ilmu kidogo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na hasa leo nitakwenda kuzungumza mjumuiko wa vitu ambavyo vimeungana kwa pamoja vikatengeneza aina ya dawa hii mujarrab inayoitwa haqqul mujarrabu. Hii ina mimea 9 ambayo imetengeneza haqqul mujarrab, na ina maji ya aina 3 ambayo yamechanganywa kwa pamoja ikatengenezwa haqqul mujarrab. Mujarrab kwa ajili ya kuondosha masala ya sihri. Na leo nitaanza kueleza mmea namba 1 kati ya mimea 9 iliyotengeneza haqqul mujarrab. Alafu nawe naomba jitathmini hapo ulipo. Lau utaona una mashakili ya aina kadha wa kadha, biidhnillah majambo yatakwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Miongoni mwa mmea ambao ulioingia katika uandaaji na utengenezaji wa dawa hii haqqul mujarrabu ni aina ya mti unaoitwa asidru, kwa maana mkunazi. Mti wa mkunazi, dhukirati shajaratu sidri 4 marati fil Qur'an. Bila shaka huu mti wa mkunazi Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja mara 4 ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an. Yani mkunazi umetajwa mara 4 ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an. Wa hiya shajaratun mubarakatun min ashjaril janna, nao ni mti uliobarikiwa, una baraka nyingi sana huu mti wa mkunazi, nao ni mti miongoni mwa miti ya peponi. Wa awwalu shajaratin akala minha Adamu alayhi salatu wassalam indama hubita ila al-ardi, nao ndio mti wa mwanzo kabisa katika miti ambayo aliyekula Nabii Adam alayhi salatu wassalam pindi ambapo alipoletwa katika ardhi hii. Mti wa kwanza kupata matunda yake na kula majani yake ulikuwa ni huu mti wa mkunazi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja ndani ya Qur'ani 4 marat, mara 4 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi shajaratu laha fawaidun tibbiyatun wa ilajiyya, lakini wataalam katika masala ya tibb wanasema mmea huu au mti huu ambao unaitwa mti wa mkunazi, laha fawaidun tibbiyya, una faida maalum kabisa za kitiba wa ilajia na za kimatibabu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Yahtawi sidru awraqun nabqi ala majmu'atin ghaniyatin min almaadin alasasiya, kwa sababu huu mti Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia una utajiri wa maadini bora kabisa, ambayo maadini haya yanapatikana katika mmea huu ambao unaitwa shajaratu sidri, kwa maana mti wa mkunazi, ambao ni mmoja kati ya mimea 9 iliyotengeneza dawa hii ya haqqul mujarrab biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tuende sambamba tuone sasa utendaji wake upoje biidhnillah, ili wewe ambaye bila shaka una mashakili haya ufanye haraka na juhudi za maksudi kabisa kuipata haqqul mujarrab, kwa sababu huyu ni mkombozi madhubuti kabisa katika kumaliza mashakili yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya mmea huu una maadini ya alhadid, kuna maadini ya chuma. Allah subhanahu wa ta'ala kaujalia mmea huu ambao bila shaka unaoitwa asidri, ndani yake Allah ameujalia una maadinul hadid, kwa maana maadini ya chuma. Maadini haya daruriyun liintaji khalaya dami alhamra, ni maadini muhimu sana 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 katika kuleta taaziz na hivyo kuzalisha zile red blood cell, kwa maana seli nyekundu za damu, wa wiqayatil jismi min faqri dam. Na kwa hali hiyo mmea huu miongoni mwa kazi zake za msingi kabisa ni kumlinda na kumnusuru mwanadamu, hasa yule ambaye mwenye tatizo la kukaukiwa sana na
damu, kwa maana maradhi ya al-anemia. Kwa hali hiyo sasa, hii haqqul mujarrab, kwa kuwa ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia limetumika ndani yake mmea huu unaitwa asidr, kwa maana mkunazi. Hii ni mujarrab pia hata kwa wale ambao wana shida ya tatizo la al-anemia, kuwa wanakaukiwa sana na damu mara kwa mara, haithu taqillu kurratu dami alhamra wa nisbatu haemoglobina fi dam. Kwa sababu kama mtu atakuwa na tatizo la kupungukiwa sana na damu mara kwa mara, hii itapelekea zile red blood cells, kwa maana zile chembe chembe nyekundu za damu zitakuwa zinapungua, wakinwa nisbatu haemoglobina, lakini kadhalika na kiwango cha oxygen itakuwa inapungua anil mu'dil tabi'i, kutoka katika kiwango cha kawaida. Wabitali taqilu qudratu dami ala hamli al-oksijena, na kwa sababu zile kuratu dami al-hamra, kwa maana red blood cells zile zitakuwa zinapungua, hemoglobin pia nayo itakuwa inapungua. Kwa hali hiyo sasa itapelekea damu ya huyu mwanadamu ubebaji wa hewa ya oxygen utakuwa chini, jambo ambalo linaweza kuleta hatari iliyokuwa mbaya ya kumsababisha mtu kupatwa na maradhi yanaitwa faqru dam, kwa maana kukaukiwa sana na damu mara kwa mara. Hivyo wewe ambaye una mashaka haya kukaukiwa na damu mara kwa mara, maadamu ndani ya dawa hii haqqul mujarrab, ndani yake kuna mmea huu ambao unaoitwa asidri, ni mujarrabu sana katika kumaliza mashakili yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wayashuru al-insanu bit-ta'bi wal-irhaq. Sasa iwapo kama mwanadamu atakuwa na tatizo hilo la kupungukiwa na damu mara kwa mara, huyu atapatwa na hali zifuatazo. Mmoja, atapatwa na vitu vinavyoitwa at-ta'bu wal-irhaq, kwa maana mwili kuwa unachoka sana, na hata wakati mwingine kujikuta anapoteza nguvu katika mwili, yani mwili unakosa nguvu. Wewe ambaye unajikuta katika mazingira au hali za namna hii, haqqul mujarrab inakuhusu, kwa sababu ni muhimu sana katika kumaliza mashaka haya. Lakini wayabidau shahibul launi wa tazdadu darabatu qalbihi wa yashuru bidhiqi tanafusi. Lakini huyu sasa anaweza kusibiwa na athari ifuatayo. Hata mwili wake ataona ngozi inabadilika rangi, mara leo anakuwa mweupe, kesho anakuwa mweusi, mara anakuwa kijivu, yani haeleweki. Lakini kadhalika wayazdadu darabatul qalbi, lau kama mtu itakuwa mifumo ya zile kurratu dami alhamra, yani zile chembe chembe nyekundu za damu kama zitakuwa zinapungua, na mifumo ya oksijeni ikawa ni kidogo sana katika mwili wa mtu huyu, hapa ataona hata mapigo ya moyo yatapanda zaidi. Ndio mtu atakuwa na pressure za ajabu ambazo hazishuki. Wewe ambaye bila shaka utajiona kuwa una pressure za ajabu ziko juu wakati wote, mapigo ya moyo yako juu, basi haqqul mujarrab inakuhusu sana, kwa sababu ndani yake kuna mmea ambao unaitwa asidri, ambao Allah subhanahu wa ta'ala kajaalia ndani yake kuna maadinul hadid, kwa maana maadini ya chuma biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika wayashuru bidhiqi tanafusi, lakini ile ambaye atakayepungukiwa na zile chembe chembe nyekundu za damu pamoja na mifumo ya oksijeni ikawa ndivyo sivyo inavyotembea katika mwili wa mwanadamu, huyu pia anaweza kujikuta ni mtu ambaye anasibiwa na hatari ya kupumua kwa shida, yani anavuta hewa kwa tabu sana. Sasa katika hali ya namna hii tunakwambia haqqul mujarrab, hii ni mujarrab kwa ajili ya kumaliza mashakili haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hapa mtu anaweza akajiuliza katika swali lifuatayo, tunasema yataallafu damu min albalazima wal kurrati dami alhamra wa kurrati albayda wasafaihi damawiya. Kwa maana hii damu tunayozungumza, ambapo imetengenezwa kutokana na vitu vinne. Kitu cha kwanza, kuna vitu vinavyoitwa albalazima, kwa maana plasma hii, walkurrati dami alhamra. Na tunapoizungumzia albalazim, manake tunazungumzia nini? Zalalu dami, manake tunazungumzia ni ule utelezi unaopatikana katika damu ya huyu mwanadamu. Hii sasa ina kazi ya kubeba
hemoglobin, lakini ina kazi ya kubeba zile zinaitwa lishe na kusafirisha katika mwili wa mwanadamu. Sasa damu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ina vitu vinavyoitwa albalazima kwa maana plasma, lakini kadhalika walkurati dami alhamra red blood cell kwa maana chembe chembe nyekundu za damu, lakini wakurati albayda na chembe chembe nyeupe za damu. Yani mwanadamu akipata jeraha, labda mathala amepata tap, yani lile tone moja la damu linalodondoka katika mwili wa huyu mwanadamu inakadiriwa kuanzia chembe chembe nyeupe 7,000 mpaka 24,000, yani zinapatikana hapo. Na kwa siku, yani mwili wa mwanadamu unazalisha zaidi ya bilioni ya hizi kuratul bayda, yani hizi seli nyeupe za damu, lakini wasafaihi damawia na zile seli zilizo katika muundo wa sahani, yani zimekaa kama jinsi ambavyo unavyoiona sahani namna jinsi ilivyo, ndio zipo katika hali hiyo. Lakini hizi seli ambazo tunaitwa safaihi damawia zinatembea na ile hemoglobin kwa ajili ya kutengeneza oxygen. Sasa mtu lau kama zile safaihi damawia zitakuwa hazipo katika utaratibu wake, zikawa zinakuwa nusu, yani duara lake linakuwa nusu, yani kama vile unavyoona mwezi muandamo, ndio tunasema huyu mtu amepatwa na tatizo la sickle cell, kwa maana seli zake zinakuwa ule duara yake halikamiliki. Sasa huyu anaweza kupata madhara, akapata mashaka mazito. Sasa zile safaihi damawia miongoni mwa kazi zake, wakati zinapotembea huwa zinamwaga aina ya kemikali kwa ajili ya kufanya mwili uwe vizuri na mambo yaweze kuendelea biidhnillah. Na ikitokea kama utakuwa umepata jeraha la aina yoyote, mathalan umepata ajali, sasa katika ajali hiyo umepata majeraha, damu inatoka kwa wingi, Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea ulinzi kupitia katika seli hizo as-safaihu damawia, kwa maana seli zenye asili ya sahani hizi ni ulinzi pia kwa mwanadamu. Kwa nini? Kwa hali ifuatayo. Mmoja miongoni mwa kazi zake ni kuhakikisha zinakuja kwa wingi sana pale ambapo wewe umepata jeraha, alafu zikifika pale zinaganda, yani zinakufa. Baada ya kufa zile seli zinaganda, ndio maana utaona kama damu imeganda, ni zile seli ndio zinakuja zinakufa pale, alafu zikishaganda zinazuia kuendelea kutoka kwa damu. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo kwenye damu tunapata kuna plasma, kuna kuratu dami alhamra, kuna kuratu albayda na kuna safaihu damawia. Hizi vitu vinne hivi ndio vinatengeneza damu, ingawa kuna baadhi ya vijitu vingine vinashikamana humo, lakini hizi ndio kwa wingi zaidi tunapata kitu kinachoitwa damu. Sasa kama wewe una tatizo lile la kupungukiwa sana na damu, kukaukiwa sana na damu, basi tunakwambia biidhnillah jitahidi sana upate haqul mujarrab, kwa sababu hii ni mujarrab sana kwa ajili ya mashakili haya, na hasa ndani yake kuna mmea ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja ndani ya Qur'an 4 marati, mara 4, ambao ni mmea unaoitwa as-sidr, ambao ndani yake kuna maadini ya chuma biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika katika mmea huu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ndani yake kuna maadinul calcium, kuna madini ya calcium, ambayo calcium muhimu li sihhati al-idhami wal asnan, ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya afya ya mifupa pamoja na meno ya huyu mwanadamu. Kwa hivyo hata wewe ambao unasumbuka sana na maradhi ya mifupa, lakini kadhalika unasumbuka sana na athari na mashakili ya meno, hata sihri, uchawi nao unapenda sana kuleta athari katika mifupa ya mwanadamu, la utatumia hii haqul mujarrab, ni mujarrab sana katika kumaliza mashakili hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kajalia katika mmea huu unaitwa sidr, ambao ni mmoja katika mimea iliyotengeneza haqul mujarrab, ndani yake Allah amejalia kuna maadini ya potassium, maadini ya potassium yusaidu fi tanzimi tawazinu sawail wa wadhaifi alqalbi wal adalat. Maadini haya yana nafasi bora sana ya kuweza kupangilia tawazinu sawail, mifumo ya vimiminika ndani ya mwili wa huyu mwanadamu, inapangilia utaratibu uliokuwa mzuri, lakini wa wadhaifi alqalbi wal adalat, na kazi za moyo, lakini pamoja na misuli, yani misuli iwe na uwezo wa kutanuka na kusinyaa. Kuna wakati mtu anaweza kupata athari. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani, kuna simu ambayo mimi nimeipokea
kwa ndugu yangu mmoja ambaye yupo katika ardhi ya mbali kidogo. Huyu bwana yeye anasema alipata fursa ya kutumia mkono wa Idi kwa awamu ya kwanza, lakini ule msisimko ambao alioutaraji ikawa haukuonekana. Sisi tukamwambia basi, alivyopiga simu nikamwambia inawezekana kuna sihri pia zimepita hapo ndani yake, mambo ya kiuchawi yamepita hapo ndani yake. Akasema inawezekana kwa sababu naota mandoto ya ajabu ajabu sana, lakini nakuwa katika mazingira ya ajabu ajabu sana. Sasa nikamwambia basi inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, jitahidi uweze kupata hii haqqul mujarrab, huenda ikawa pia katika masala yako haya kuliendea tendo la ndoa unaona linakuwa gumu, sababu wakati mwingine kunakuwa na sihru zinaitwa rabt ambazo mtu anafungwa kutoweza kuliendea tendo la ndoa. Le bwana akasema basi nahitaji haqqul mujarrab, tukamfanyia utaratibu, haqqul mujarrab ikaenda pale alipo, na inshallah naye akaipokea akaanza kuitumia haqqul mujarrab. Baada ya kuitumia tu haqqul mujarrab kama ilivyokwenda kufungua yani yale majambo yote, sasa anasema mashaallah ule mkono wa Idi anakuwa mkono wa Idi kweli kweli biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa ndani ya mti huu au mmea ambao unaitwa sidr kwa maana mkunazi, ni mmoja katika mimea iliyotengeneza, yani mjumuiko wa mimea 9 iliyotengeneza haqqul mujarrab. Sasa hii kwa kuwa ndani yake kuna maadini ya potassium, pia inapangilia mifumo ya mapigo ya moyo, lakini kazi za moyo, lakini wal adalat, lakini kadhalika na hata viungo vyenye asili ya misuli. Yani kila kiungo ambacho kina uwezo wa kutanuka na kusinyaa, huo ni msuli. Aiywa, kwa hali hiyo sasa hii ina uwezo wa kutengeneza vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala kaujalia mmea huu una al-magnesium, maadini ya magnesium. Magnesium ni maadini bora sana. Unajua kuna calcium, kuna potassium, magnesium. Hizi zinacheza yani kwa kusaidiana sana, yani kwa kusaidiana, yani kwa pamoja zinacheza hivyo. Na ndio maana utaona mwili wa mwanadamu unakuwa na joto, ni kwa sababu hizo. Na hasa yani wakati mwili unapata haya maadini, basi maadini haya ipo potassium ambayo yenyewe inavuta kutoka nje, magnesium inavuta kwenda ndani. Ndio maana utaona kuna mapafu yanatanuka na kusinyaa, moyo unatanuka na kusinyaa, na mfano wa hayo. Hata dhakari kuna wakati unaona inatanuka na wakati fulani inasinyaa kutokana na insibabu dami fi, msisimko wa damu ambao unapelekwa katika maeneo hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Magnesium yal'abu dawran fi sihhati al-'adalat wal-a'sab, yenyewe inacheza vizuri kabisa katika sala la kutengeneza afya iliyokuwa bora ya misuli wal-a'sab, pamoja na mishipa. Yani maana kuna misuli pamoja na mishipa yenyewe inatengenezwa inakuwa katika hali iliyokuwa bora. Hivyo ukipata fursa ya kutumia haqqul mujarrab, maana yake pia unatengeneza misuli pamoja na mishipa kwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndani yake kuna zinc, kuna maadini ya zinc, ambapo maadini haya yadumu wadhaif aljihaz almanna'i, ambayo ina nafasi nzuri kabisa ya kutengeneza system nzima ya chembe chembe kinga kuwa imara kwa ajili ya kushambulia na hata kupambana na maradhi ya aina mbalimbali. Na ndani yake kuna an-nuhas, maadini ya chuma ya shaba, yusaidu fi takawuni al-ansiyati ad-damma wa da'mi al-manna'a, ambayo ina nafasi nzuri kabisa ya kutengeneza tishu katika mwili wa mwanadamu, lakini kadhalika na kusaidia sana katika zile chembe chembe kinga zifanye kazi yake kwa utaratibu uliokuwa bora. Wewe ambaye unashambuliwa sana na maradhi, wewe ambaye unashambuliwa sana na maradhi yanayojulikana na hata yale maradhi yasiyojulikana, jitahidi sana uipate haqqul mujarrab, kwa sababu hii ni mujarrab sana kwa ajili ya kupambana na mashaka yako. Kuna maadini ya manganiz yanapatikana ndani yake, yusahimu fil amaliyati al-idhiyah wal mana'iyah. Hii inaweza sasa kuunguza baadhi ya zile sel au chembe chembe zilizokufa katika mwili, ili pasiwe na madhara katika mwili wa huyu mwanadamu, kufanya mwili uwe sawa. Lakini ndani yake kuna maadini ya kibiriti, yuaddu ansaran muhimma li sihhati al-amma. Hii hutengeneza afya kwa ujumla
lakini kuna madini ya sodium ambao maujud binisbatin qalila, ambapo katika mti huu ambao unaoitwa sidri madini ya sodium yapo kwa kiwango kidogo sana. Wa huwa dharuri litawazuni sawail, ambao ni muhimu sana kwa ajili ya kupangilia mifumo ya vile vimiminika katika mwili wa huyu mwanadamu. Hivyo ewe ndugu yangu ambaye bila shaka umesumbuka sana, umepata tabu sana, ukilala una mandoto mabaya, maradhi mazito, jitahidi sana upate dozi kamili ya hii dawa mujarrab inayoitwa Haqqul Mujarrab. Hii ni mujarrab, jurriba miraran wa sah, imefanywa majaribio sana, na kila ile ambalo tumia anasema alhamdulillahi rabbil alamin. Hasa ndugu zangu wa Hargeisa wao wanasema hatutaki mchezo kabisa na hii. Mashaallah, alhamdulillah, tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kuimarisha afya zao wao pamoja nasi kupitia katika dawa yetu bora hii inayoitwa Haqqul Mujarrab, jurriba miraran wa saha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani